Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema mke ana hisia kali na wanaume wengine, ila kwa mumewe ni sifuri. Mtazamaji, kuna kesi nyingi ambazo nakutana nazo ambazo zinanipa picha ya mahusiano mengi ambayo yamekuwa kama ni utesaji wa aina fulani. Mwanamke ambaye anampenda mume wake, anamhitaji mume wake, lakini hisia za kimapenzi na mume wake zimekauka. Hali hii vile vile inaweza ikamkuta mwanaume mmoja anaongea naye, asema sina hisia na mke wangu, lakini nikiona wanawake wengine napata hisia kali sana. Hivi dokta, nimelogwa? Huyu mwanaume anauliza, tunaongea naye kwenye simu. Nimelogwa kwa mke wangu, sina hisia, lakini kiona wanawake wengine napata hisia kali. Ametumia neno hilo kali. Inakuwaje? Hali hizi zinawakuta wote, wanaume na hata wanawake pia. Naomba tuisikilize kesi hii ambayo inamfanya huyu mwanamke ajisikie kama yeye siye mke wa huyu mwanaume. Anasema hivi: Dokta, niko ndani ya ndoa na mume wangu ni kama rafiki yangu na mzazi mwenza, lakini sijisikii kama ni mke aliyeolewa. Sijisikii hisia za kimapenzi au mvuto kwa mume wangu kabisa. Hakuna msisimko wowote. Najiona kama nimeachika, lakini niko ndani ya ndoa. Naanza kujiuliza, niendeleze hii ndoa au hii ndio hali halisi ya ndoa baada ya miaka zaidi ya 10? Je, hali hii dokta inaweza ikabadilika? Je, ni hali ya kawaida kabisa kwenye ndoa kwamba mtu anakuwa hana hisia na mume wake? Tumezoea kufanya mambo kwa njia moja, lakini mwenzio anapobadilisha jambo wala ulioni kama limebadilishwa. Kwa hiyo utapewa sifa, utapewa shukrani. Inasababisha kuona kwamba kuleta mambo mapya au kuleta mabadiliko ni kama kujichosha tu. Sasa nitajuaje dokta kama matarajio yangu sio halisi, au labda mume wangu hanipendi ila hana ujasiri wa kuniambia kuwa hanipendi au hanitaki? Je, dokta, hivi ni kawaida kabisa kwa mwanaume hana muda wa kuongea na wewe, hana muda wa kucheka na wewe, lakini ukiona anaongea na marafiki zake na watu wengine anakuwa mchangamfu, anacheka nao, lakini kwako hana muda wa kuongea na wewe? Dokta, hii ni kawaida? Hivi kweli haya ndio maisha yangu nipasa niyaishi? Maisha haya ndoa yote mpaka kufa kwangu niishi maisha ya kutokufurahia ndoa? Ndivyo inavyopaswa iwe dokta? Japokuwa tumeokoka, inanitisha. Alikuwa amezoea zamani, ananichekesha chekesha, ananitekenya tekenya, mara nyingine ananiletea vizawadi vya hapa na pale. Lakini dokta, kwa nini imekuwa vigumu sasa hivi kufanya mambo alikuwa anafanyia zamani? Na kwa nini mambo kama hayo anaweza kuwafanyia watu wengine, kwangu asinifanyie? Dokta, hii inanitisha sana. Naomba msaada wako. Mpendwa katika Bwana, hii ni kliniki ya afya ya mapenzi. Kesi hiyo imefika kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na tuweze kuiangalia. Inawezekana na wewe imekukuta hali kama hiyo. Kuna mambo mengi ambayo yanakosekana kwenye mahusiano ya kimapenzi, lakini watu hawajui kwamba haya mambo yapo na unaweza ukajifunza vitu vipya, ukawasha moto mpya wa ndoa yako, ukajikuta mnapendana kuliko hata mlivyokuwa mmeanza. Inawezekana kabisa. Kikubwa ambacho nakiona ni kwamba
watu wengi hawafanyi bidii ya kuhakikisha kwamba mwenzangu ananifurahia, mwenzangu anazo sababu za kuendelea kunipenda, nampa sababu za kutosha za yeye kuendelea kunipenda. Unajua ni rahisi sana kumlaumu mtu kwamba hanipendi, hanijali, hanithamini. Ni rahisi sana kumlaumu mtu, lakini huangalii wewe mwenyewe unakosea wapi. Ukianza kujichunguza wewe mwenyewe utaweza kugundua kwamba kuna vitu ambavyo unakosea. Labda nianze na hili. Mahusiano huanza kwa maongezi. Mnaongea, mwisho mnaanza hisia zinapanda, mnaongea mpaka mnatongozana. Hebu fikiria story hii kutokea Arusha. Huyu dada mume wake alifariki miaka 6 iliyopita. Ana miaka 52 huyu dada. Sasa anatongozwa na mume wa mtu mwenye umri wa miaka 44. Kwa miaka 2 anatongozwa na huyu kaka. Miaka 2 anatongozwa, hajamkubalia bado. Na kikubwa kinachomzuia asimkubalie ni kwamba yule kaka ana umri mdogo kuliko yeye. Sasa ananipigia simu, nasema daktari, nimekuangalia mpaka saa 7 za usiku. Nimekuangalia, niambie hii hali. Huyu kijana ananitaka kimapenzi. Na mimi kweli niko single, mume wangu alifariki na watoto na biashara zangu nafanya, sitaki hela. Na yeye hataki hela kwangu, anataka tu ile kwa mapenzi tu. Mama wa miaka 52. Ametongoza kwa miaka 2 sasa hivi, anaona amepata hisia za kumkubalia, lakini hana hakika kwamba atakuwa anafanya uamuzi sahihi. Lakini imeanza kwa maongezi tu, wanashirikiana kwenye mambo zao, biashara zao wanashirikiana. Na ni mume wa mtu. Na yule mwanaume naye amemwambia kwamba sina mpango wa kuoa, mimi ninachotaka ni burudani tu. Lakini tofauti ya umri inampa kigugumizi mama. Lakini kikubwa ambacho nimekuletea hiyo point ni kesi ambayo imekuja jana ofisini kwangu. Ni kwamba wamekuwa wanaongea vizuri, hawajawahi kutukanana. Kaka anajiheshimu na huyo mama anajiheshimu. Lakini sasa imefikia hatua mama anaona hisia zimekuwa kali. Lakini cha msingi ni kwamba wameanza na maongezi. Mpaka huyu mwanamke amefikia hatua ya kusema sasa hivi nimekaribia kumkubali, je, nitafuta ushauri kutoka kwa daktari wa mapenzi. Ni kwamba ameshafikia ukingoni, anataka kumkubalia, lakini anataka aondoe kikwazo kimoja. Kwa hiyo pale hali ya maongezi inapopungua na hisia zitaanza kupungua vile vile. Naomba unisikilize sasa, niongee kama daktari wa sexologist. Niongee kama daktari wa sexologist. Sex ina nguvu kubwa kuliko unavyofikiria wewe. Lakini inahitaji mazingira sahihi. Kama vile mbegu ya mahindi ukipanda kwenye mchanga, hakuna mbolea, itakufa, itakauka, itaota kidogo alafu inanyauka. Umeipanda kwenye mawe mengi, hakuna mbolea, hakuna rutuba, itakuwa, itaota sawa, lakini itakuja itanyauka. Sasa basi, katika mahusiano yenu, iwe ni mwanamke au ni mwanaume, wewe mwanaume usipofanya jitihada ya kutafuta muda wa kuongea na mke wako, na wewe mwanamke unayependa maongezi, mwanamke anapenda maongezi kuliko kawaida. Sasa mwanaume yeye anapenda tendo la ndoa, lakini mwanamke anapenda maongezi kwanza. Maongezi ndio yanayomtibua. Na tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kabisa, mwanamke na mwanaume wakipelekwa China, wa kwanza kujua lugha ya Kichina, kujifunza lugha ya Kichina na kuelewa ni mwanamke. Wanawake ni wepesi sana kwenye lugha kuliko wanaume. Wanaume ni wepesi kwenye hesabu. Ndivyo akili zao zilivyoumbwa, zinatofautiana. Sasa kutokana na tofauti hizo basi, ndio maana Biblia ikatupa kichwa, inasema kwamba mwanamume ishi kwa akili na mwanamke, kwa sababu ni tofauti na wewe. Unaweza kutumia akili nyingi kumfanya mwanamke ajisikie anapendwa. Unatumia akili nyingi kumfanya mwanamke ajisikie anapendwa. Wewe unaweza kuwa hupendi kuchati, unapenda tu kupiga simu, halo. Lakini kuna mwanamke mwingine anapenda kuchati, kwa sababu anapokuwa anachati anayachunguza mawazo yake. Hapa nimwandikie nini, nimwambie nini.
Ila kuongea hapo kwa hapo inaweza kuwa ngumu kwake. Yeye anapenda kuchati kwa sababu anapokuwa anachati anayapima yale maneno anayokutumia. Hili lina uzito gani? Unaona bwana? Hili atalipokeaje? Kwa hiyo utakuta mwanamke anapenda kuchati kwa sababu anaogopa kwamba akiongea na hivyo anaweza kaongea kitu ambacho kitakuudhi, anataka kaongea mambo ambayo yanakupendeza. Kwa hiyo unapoona kwamba anapenda kuchati, usimdharau. Ni wewe kama kweli unampenda, utatia nia ya kutaka kuchati naye hata kama upendi kuchati. Kuna wanawake wengine nao hivyo hivyo. Hawapendi kuchati. Wanapenda tu voice note. Na kuandikia voice note. Cheki anaongea alafu anakurushia ka sauti kake. Wapo. Sasa huyu ni mvivu wa kuandika. Huyu ni mvivu. Inawezekana hata kunyonya vile ni mvivu. Lakini sio asili yake. Ni mvivu tu. Kuna roho ya uvivu imeingia ndani ya akili yake. Ndio maana anapenda kutuma voice note. Kuchati anaona kama ni kazi, kuandika ni kazi, ni mvivu tu. Lakini sio asili yake ilivyo. Kwa hiyo lazima ujue utumie akili kumsoma huyu mwanamke. Sio kwamba wanawake hawana akili, na wenyewe wanazo akili za kumsoma mwanaume. Sasa huyu mwanamke aliyeleta mada hii asema sijisikii kama nimeolewa. Naona nipo kama mashine ya kuzaa watoto. Utaoa mashine utaioa, unaongea na mashine ya nini? Asema sijisikii kama nimeolewa. Huyu mwanaume hana muda na mimi. Sasa uwe ni mwanamke au ni mwanaume unayenisikiliza, na kuingizia gia moja hapa ndio ni nzito kuliko nyingine zote. Hii ni 4-wheel drive. Sawa? Ni muhimu sana sana haya mambo uyasisitize yawepo kati yenu, wewe na mwanamke uliye naye, wewe na mwanaume uliye naye. La kwanza ni muda wa maongezi, ambapo TV haifanyi kazi. Huko busy na simu, mnaongea, mnapeana ubuyu wa hapa na pale, utani wa hapa na pale. Hilo ni jambo la msingi sana. Usiseme sina la kuongea, litafute. Usiseme sinaga la kuongea, litafute. Mbona na wengine unaongea nao? Inakuwaje? Inakuwaje kwa mume au uongee naye? Kwa mkeo una muda wa kuongea naye. Lakini mbona wengine unaongea nao, unatia nao story? Bwana, wale ni wanaume wenzangu. Na huyu ni mpenzi wako. Umemtoa kwao. Sio tu anaongea tu na watoto muda wote. Tafuta muda wa kuongea naye, umpe time. Hapo ndipo anajua kweli unamthamini. Sio unarudi saa 2, saa 3. Ili mradi unaona kwamba wewe hunywi pombe, unaona sawa. Lakini umewahi kurudi sana ni saa 2. Ndio umewahi kweli hapo. Hayo ni matusi kwa mwanamke. Unamtukana kwamba unaboa. Ila umekosa tu jasiri kumwambia directly. Marafiki zangu ndio wananichangamsha, wewe unaniboa. Ndio maana ndio tafsiri yake. Unapokuwa busy na simu, maana yake unamwambia wewe una thamani. Kuna wengine wenye thamani zaidi yako, ndio hawa niko nawaangalia kwenye simu. Ndio ujumbe unaopata. Kwa hiyo basi, sikiliza hapa, naongea kitu cha ajabu sana ambacho sijawahi kukiongea. Ni mara yangu ya kwanza nakiongea hapa hiki kitu. Sikiliza. Tafiti za kisayansi zinasema hivi: pale ambapo mwanamke anajisikia kukataliwa, kutokupendwa, kutokuthaminiwa, huzuni alionayo, uchungu alionayo, maumivu anayoyapata yanaenda kuhifadhiwa kwenye viungo vya mwili wake. Kadhalika kwa mwanaume pia, ila viungo vinatofautiana. Kwa mwanamke, hisia za kukataliwa, za kutokupendwa, kutokuthaminiwa zinaenda kuhifadhiwa kwenye matiti, kwenye ovaries, maeneo yale ambapo mayai yanatengenezwa, kwenye mapafu na kwenye mgongo. Na kutoa mwanamke anaumwa mgongo, anaenda hospitali, anatibiwa wapi? Hakuna hapa, mgongo upatikiwa. Inaleta shida. Sasa kuja mpa story ya kweli, uweze kujua kwamba kuna vitu vinatokea katika maisha yako, katika mwili wako, uvielewi. Kwa mfano, mwanamke anakuwa mkavu. Unaweza kusema amekuwa tu mkavu, mwanamke amekuwa mkavu. Kuna vitu ambavyo vimekosekana, ambavyo kumfurahisha,
vimekosekana. Sasa ule uchungu unaenda unahifadhiwa kwenye kiwanda kile cha mayai ya mwanamke ya uzazi, ambapo ndiko kunatoa homoni inayosababisha mwanamke awe laini, awe na ute. Kichocheo cha estrogen kinatengenezewa huko. Kwa hiyo anakuwa mkavu, sio kwa sababu anaumwa, ni kwa sababu hajisikii kupendwa. Sasa yale maumivu ya uchungu, huzuni, inatengeneza vitu vinaitwa neuropeptides. Hizo neuropeptides zinaenda zinaziba ile mirija ya kutoa ute. Wataalamu wa sayansi because it has not been metabolized out, yani havikutumika kwenye mwili alafu vikatoka kupitia jasho au mkojo, vinaenda vinahifadhiwa huko, vinaziba, mwanamke anakuwa mkavu. Na wanaume na wenyewe vile vile, yale maudhi, sijui usafishi uchi wako vizuri, sijui kauli yako mbaya, sijui hujui kunisifia, huna shukrani, unapenda sana kununanuna. Ule uchungu leo unaopata mwanaume kutokana na hayo unaenda unahifadhiwa eneo kubwa zaidi kwenye pubic muscles, zile misuli inayohusiana na nguvu za kiume. Ndio inasababisha hata tezi dume inahifadhiwa kwenye moyo. Kuta wanaume wanapata pressure, mpaka wengine wana paralyze. Sasa napenda nikwambie hivi, sasa hivi moyo una akili yake na kichwa kina akili yake, na nguvu ya akili ya moyoni ni kubwa kuliko nguvu ya akili ya kichwani. Kuna neurons kwenye moyo zinaitwa neurites. Ni sayansi mpya hiyo nakupa, hiyo ni sayansi mpya. Neurites hii imegunduliwa mwaka 2000 sijui na ngapi, miaka mwanzoni mwa 2000, kwamba ubongo kichwa kina akili yake na moyo una akili yake. Sasa ni muhimu sana akili ya kwenye moyo viende sawasawa na akili ya kwenye kichwa. Wanaita brain heart coherence. Brain heart coherence. Lazima hivyo vitu viwepo ndio mtu anakuwa sawa. Kwa hiyo anaweza kuwa kweli ana hamu ya tendo la ndoa, lakini anashindwa kusimamisha. Hakuna brain coherence, haipo. Moyo na akili vimetengana. Anataka, akili inasema anataka nimtie huyu mtu, lakini ume unagoma kusimama. Unaweza kuona. Kwa hiyo kuna watu wanaishi kwenye nyumba hawana raha kabisa. Wanaishi tu basi kwa sababu wana watoto. Hawafurahii hiyo ndoa. Kwa hiyo angalieni eneo hilo. Lakini eneo lingine ambalo lipo, ile hali ya utani, umemfinya kidogo, umemtekenya kidogo, hivi na hivi. Hebu fikiria huyu mwanamke anaambiwa na mume wake, kama unaona mimi sikuridhishi, fanya uamuzi unaofaa. Hebu fikiria, kama unaona mimi sikuridhishi, fanya uamuzi unaofanya. Huyu mwanamke anasema sikulala. Sasa najitahidi sana kumwandaa mume wangu, lakini mume wangu haonyeshi shukrani. Juzi amenisifia sana. Juzi amenisifia sana. Leo usiku kwa mkia leo ananiambia hivi. Yukoje hivi mwanaume? Nimesema nimekata tamaa. Huyu mwanamke mwenye umri wa miaka 39 ndani ya ndoa na watoto 3. Kwa hiyo unaweza kuona ni neno moja, lakini tayari imetengeneza uchungu ambao utaenda kuathiri viungo vingine. Nyinyi wanawake ambao mmezoea tu, unachojua kikubwa ni kumnyonya tu mwanaume. Unachojua ndio kikubwa, una lingine. Chuchu za mwanaume usijui. Shingo ya mwanaume hujui inachezewaje, inalambwaje. Kitovu cha mwanaume hujui kinafanywaje. Korodani usijui zinafanywaje, hujui. Unachojua tu pale pale. Mwanamke mwingine kaambiwa na mume wake, hivi kwa nini wewe umekalia kiungo kimoja tu? Huyu ni mwanamke, ni historia kweli hiyo. Huyu ni mwanamke katamkiwa na mume wake. Hivi kwa nini wewe umekalia tu kiungo kimoja tu? Wanawake unalinganisha na wanawake usiowajua, ambao wanajua viungo vingi. Mwanaume ana maeneo 14. Wewe umekalia tu moja tu au mawili. Hayo 12 unamwachia nani? Mchepuko. Alafu nabaki kulalamika, wanaume hawezi kutolia na mwanamke mmoja. Wanaume, wakati unajua mambo mawili tu, wakati yako 14. Utafaulu kweli? Swali
Mtihani una maksi 10 una maswali 14. Umejibu mawili tu. Hebu fikiria, utafaulu kweli? Mtihani una maswali 14, umejibu matatu tu. Utafaulu? Na mwanaume na wewe. Mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Kila eneo lina ufundi wake na mbwembwe zake na madoido yake. Wewe unafahamu matatu tu. Mtihani wenye maswali 17, wewe ukajibu matatu. Kwani utafaulu huo mtihani? Kwani usitombewe? Na masela. Masela watakutombea. Nazungumza kweli. Hebu fikiria kweli. Mtihani una maswali 17. Wewe umejibu maswali matatu tu katika 17. Utafika wapi? Afu nalalamika, wanawake siku hizi wanapenda hela. Wanawake wanapenda hela. Una tatizo la kuwahi kumaliza? Sawa, kurudia na kushinda. Sawa. Afu hela huna. Sasa akalie nini? Afu hela huna. Ukiombwa hela ya saluni, visingizio kibao, si baba kafa, si baba kafufuka. Visingizio vingi. Mambo hela ya saluni. Haya, unajua mke wako anapenda chocolate. Hata mwezi unaisha, hujamnunulia chocolate hata mara hii moja. Unajua mke wako anapenda kumung'unya chocolate. Hataki ubuyu. Wewe unataka kumnunulia ubuyu, anapenda chocolate. Shilingi 3000 imekushinda kununua chocolate. Kumnunulia mume wangu, mke wako anapenda chocolate. Ngoja leo nimkumbuke chocolate weekend. Nimnunulie kataka chocolate. Una. Wakati wenzio mwanamke akiomba voucher ya shilingi 1000, anapewa shilingi 10000, kanunue voucher. Nyingine kanunua chocolate. Ameomba 1000 tu ya voucher, anapewa 10000. Hebu fikiria huyu mwanamume. Unapata story kweli? Nyumbani akiondoka kwenda kazini, anaacha hela ya matumizi ya 3000. Unapata story kweli? Haya, kanisani kuna mchango. Tena anasimama kabisa. Mimi natoa shilingi 30,000 na mke wangu namtolea shilingi 20,000. Ati mke wake analalamika, mume wangu ananiachia 3000. Yaani atoke kazini ndio atoe hela ya chakula cha usiku. Na anakuja nyumbani saa 1, saa 2. Kwa hiyo kula wanakula saa 4. Lakini ameokoka. Na ni mzee wa kanisa. Kanisani ana michango 30,000 natoa na mke wangu namtolea 30,000, aonekane anazo. Lakini nyumbani anaacha shilingi 2000. Jana kaulizwa swali. Jana kaulizwa swali na mhubiri mgeni. Yaani kidogo nicheke. Jana kuna mhubiri mgeni mwanaume. Akamuuliza, hivi wewe unamwachiaga mke wako Msimbazi? Na mke wake yuko hapo hapo. Unamwachiaga Msimbazi? Akasema kwa kweli sijawahi. Akakiri sijawahi. Yule mhubiri tukapasa tu kupeshe mada, abadilishe mada kidogo. Lakini kanisani atatoa michango mikubwa kweli. Michango anatoa hela nyingi. Lakini kumwachia mke wake, nilikuwa naongea naye. Akaniambia, "Si unakumbuka mwezi uliopita kulikuwa kuna sare? Nilikuwa na sare. Yeye kanunua suti. Mimi hakununulia hata nguo. Kanunua suti. Lakini mke wake hajamnunulia. Na ni mlokole." Unaweza kuona jinsi gani unakausha ute wa mwanamke. Haleluya. Unakausha ute wa mwanamke kwa kutokujali. Wanawake wanapendwa. Wanahitaji kupendwa kidogo, mtanietanie. Ukitoka kazini mhagi kidogo, mwambie baby I missed you. Vitu vidogo kama hivyo. Mbusu. Sekunde 30 tu. Wataalamu wa sayansi ya mapenzi sema sekunde 30 tu za kumbusu tu mke wako zina nguvu sana. Sekunde 30, dakika. Sekunde 30 za kumbusu tu. Kukumbatia baby, nimekumisi. Kacheka kidogo. Sekunde 30 tu. Nasema hivi, ni rahisi kuzima swichi ya hamu ya tendo la ndoa kwa mwanamke. Ni rahisi kuizima, lakini kuiwasha ni kazi. Hebu fikiria kwamba kuzima swichi ya taa unayowasha, unatumia kidole tu, taa imezima. Kuiwasha itapasa uite bulldozer, gari lile zito linakuja na makreni wacha. Ndio hivyo sasa. Kuizima hamu ya mwanamke ya tendo la ndoa ni rahisi sana, lakini kuiwasha inahitaji nguvu kubwa mno. Kwa hiyo
Jifunze kumhagi mke wako, jifunze kumhagi mume wako, jifunze kumwambia mume wako au mke wako, nakupenda sana. Sawa, nakupenda sana, nakupenda sana. Hata ningeambiwa nitafute tena mwanaume wa kuoa mara mpya, ningekuchagua tu wewe. Tafuta maneno mazuri ya kumwambia mume wako, mke wako. Asema nitachagua uhusiano huu kila siku. Napendelea jinsi unavyoniangalia, unapenda unavyoniangalia, angalia kwa ngwembo zako za kuniangalia, unafurahia ukiniangalia kwa namna hiyo. Yaani ukinigusa gusa, ukinifinya makalio nasikia raha. Yaani umepita tu bado unamfinya tu. Vitu kama hivyo, vitu vidogo kama hivyo, sawa? Sawa. Yaani wewe ni mtu wa thamani sana kwangu. Mtamkia mume wako, mtamkia mke wako. Naipenda sura yako. Kila nikiangalia sura yako napata chaji. Na unanichaji vizuri sana, unavyovaa, uvaaji wako na upenda, unavyopika, vitu staili zako na sifia hivyo vitu. Na wewe ukisifiwa na wewe usikae tu kimya. Jitahidi na wewe utafuta vitu vya kumsifia mwenzio. Jitahidi kwamba wewe ndiye mtu ninayempendelea zaidi hapa duniani. Yaani katika viumbe vyote ambavyo Mungu ameviumba, yaani nakupendelea wewe zaidi. Vitu kama hivyo. Sawa, wewe ni wangu bwana. Wewe ni wangu, sina mwingine. Wewe ni wangu. Vitu kama hivyo unavitumbukiza hapa na pale. Sawa, kama unavyoweka pilipili kwenye chakula kidogo, una chumvi na nyunyizia utamu vile maneno kama hivyo, nyunyizie kwenye uhusiano wenu. Sawa. Najisikia bahati sana kuwa na wewe kwenye maisha yangu. Najisikia bahati sana kukutana na wewe. Sio wengine wasema najuta kukutana naye. Lazima najuta kukutana naye. Kama dada mmoja kutoka Arusha, namwonea huruma kweli. Kakuta message kwenye simu ya mume wake. Mwanamke anamwambia leo niko hezi hatutaenda. Leo niko hezi hatuendi. Na ndo haijamaliza mwaka. Nasikitisha kweli. Unamsifia mwenzio. Muonyeshe kwamba ana thamani, ana mchango mzuri kwako. Ana mchango mtamu kwako. Muonyeshe kwamba mchango wake ni muhimu kwako. Unamwambia wewe unaweza kusolve mambo magumu. Unaweza kusolve mambo magumu unayaweza. Mambo magumu unayaweza na hilo utaliweza. Hata kama nimeshindwa kusimamisha mara ya pili, lakini wewe unanisaidia nisimamishe mara ya pili, ya tatu, ya nne, nipige raundi 3, 4, magoli 3 bila shida. Unaweza kunisaidia nikapiga goli 3 baby. Wewe niende kwa nani? Anaweza kunisaidia kusimamisha goli la kwanza, la pili, la 3. Unaweza. Unajua kuninyonya kweli. Unavyonyonya kile kichwa na kukilambalamba. Baby. Chaji zinakuja yani kama vile zimenafukuzwa. Mume wangu, yaani naona jinsi unavyofanya kazi kwa bidii, unahangaika kweli mume wangu. Kwa ajili ya familia, unahangaika sana. Yaani sijui ningefanyaje kama ungekuwa haupo wewe. Mungu akupe maisha marefu. Kuna mnyonya kidogo pua yake. I love you darling. Mambo kama hayo ni vitu vidogo sana, lakini watu vimewashinda. Wewe unampa mwanamke gari la milioni 60, lakini kumtamkia na kupenda unapata shida. Kweli unamnyonya mwanaume dudu lake, unalinyonya vizuri kweli, lakini kumsifia mume wako, mume wangu na miguu mizuri, umeshindwa. Lakini kunyonya dudu lake ndio unalokimbilia kulinyonya, ndio unalojua hilo peke yake la kunyonya tu. Unajua, lakini kumwambia baby, shati imekaa vizuri hiyo, umemachisha vizuri. Hujawahi kumwambia mume wako hata mara moja umemachisha vizuri kweli? Umetekeleza. Hujawahi. Unalalamika. Wanaume usikilize, hawatulii. Kumbe anakonyezwa kule ofisini. Kuna demu linamkonyeza. Kuna demu linamkonyeza. Yaani baby, dudu lako likiingia huko kwangu, nalisikia linavyoingia, yaani linanitekenyaga vizuri. Unanitekenyaga vizuri kweli, unanipenda dudu lako. Vitu kama hivyo. Sasa wewe unajua tu kulinyonya, kulisifia ujui. Korodani zile zinabugiwa vizuri, korodani zinabugiwa kwenye zile video ambazo nawatumia wanawake. Unaona mwanamke anabugia korodani. Alafu analamba kwenye korodani, analamba kwenye korodani, mpaka kwenye kichwa cha dudu, analamba kule.
Alafu anachukua ile dudu analipigiza pigiza upunde, unaona shavu kuna vimba, analisugua sugua huko. Alafu anamwangalia kwenye macho mwanamke na mwanaume anapokeaje. Sawa? Hakuna story, mnafanya mapenzi kimya kimya tu kama mabubu. Hakuna story. Huo ni kichaa. Huo ni kichaa. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanapelekea mtu kupoteza hisia kwa mwenzie. Kama nilivyozungumza, moyo una akili yake na kichwa kina akili yake. Sasa jinsi gani unaoanisha hivi vitu viwili, ndio hii kliniki ya afya mapenzi itakusaidia kuelewa hivyo vitu. Waambie marafiki zako juu ya channel hii, na kama unaangalia kwa mara ya kwanza, subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Nikutakie heri katika mahusiano yako ya mwaka huu mpya 2026. Bye bye.